Je, maombi aliyosema mkurugenzi wa uchaguzi katika barua aliyoitaja na ambayo nimeitaja mimi uliyawasilisha kwetu? Ni kweli niliwasilisha na nakili kwenye kikao hiki tarehe niliwasilisha na kumbukumbu namba ya barua iliyowasilisha iko sahihi. Mwenyezi Mungu nisaidie. Asante Mheshimiwa Rais. Sasa nawauliza wadau wote, je, maombi haya yaliyowasilishwa kwetu yalifuata vikao vyote vya kisheria? Je, majina ya majimbo yaliyopendekezwa sasa? Je, mgawanyo wa kata ndio ambao ameusema mkurugenzi wa uchaguzi katika mada yake, yani kwamba Chemba Mashariki itakuwa na kata 14 na majina ameyataja, na Chemba Magharibi itakuwa na kata 12 na majina aliyotaja? Ndio. Je, idadi ya watu aliyesema mkurugenzi wa uchaguzi kwamba Chemba Mashariki itakuwa na watu 204,212, alafu Chemba Magharibi itakuwa 135,115, ndio hivyo? Je, mipaka ya jimbo na majimbo yatakapogawanywa ndio hiyo iliyosema mkurugenzi wa uchaguzi katika presentation yake? Swali la mwisho, je, ninyi wadau mnathibitisha kwamba maombi yaliyoletwa, mgawanyo, idadi ya watu na ubadilishaji wa majina hayo ndivyo mlivyopitisha? Mwisho wa kuhoji ya taifa ya uchaguzi. Nakushukuru sana. Karibu chini. Nikitaka kuongea nitakuwa nachelewesha yale mambo ya kusema ndio ili tumalize ujadala. Kwa sababu ninaamini watu wote tuliopo hapa hamu yetu ni hiyo. Mimi kama mdau namba 1 na mwenyekiti wangu wa chama nafahamu kwamba wakati wa kuomba kura hakuna namna ambavyo wanaweza kutembelea vijiji au vitongoji vyote. Kwa hiyo yapo maeneo wanapiga kura hawajawahi kumuona mgombea kulingana na ratiba ya tume ya uchaguzi ya kampeni. Kwa ufupi sana, jimbo letu ni kubwa. La pili ambalo nataka kusema, ninakiri kwamba alosema kaimu mkuu wa mkoa lakini pia DC, sisi sote tumeshiriki hatua ya kwanza hadi ya mwisho kuhakikisha kwamba maombi haya yanafika huko. Vikao vyote vya awali ndani ya wilaya ya Chemba nilivifanya nikiwa kama kaimu mkuu wa wilaya ya Chemba. Sababu ya pili ni vikao vyote vilivyofanywa katika ngazi ya mkoa nilishiriki kama mjumbe na katibu wake yupo pembeni yangu. Vilikubali hayo yote na nilisindikizwa na watu mashuhuri wote ambao nawaona hapa. Kwa hiyo kwa uhakika kabisa maombi ni yetu wanachemba, tunahitaji zaidi na mimi niendelee kuomba mwenyekiti, kwa sababu huko hapa na mkurugenzi mkuu, tuendelee kuomba kwamba nafahamu tumeomba wengi, lakini naomba sana sisi Chemba tuwe katika wale top 5 ya watu walioomba. Haya, nakushukuru sana tena. Nakushukuru zaidi kwa kufika hapa na ninaamini sana maombi yetu yatazingatiwa. Asante sana. Waheshimiwa viongozi wote meza kuu, lakini kuu zetu zote mbili na wadau wote wa uchaguzi, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo.
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kifupi sana na ni neno moja tu kutoka kwangu. Tunawakaribisha na tunasema asanteni sana kwa heshima kubwa mliotupatia wanachemba. Ni hamu yetu kubwa Mheshimiwa Mwenyekiti, na tunatamani sana huu mchakato na ujio wako leo umeleta matumaini makubwa sana kwa wanachemba. Wanaenda kuiona sasa chemba ya maendeleo ya kufikiwa na viongozi wao, lakini hata kwenye utekelezaji wa miradi, badala ya kupata milioni 500 za barabara, tutaenda kupata milioni 1 kwa ajili ya barabara. Badala ya kupata vitongoji 5 kwenye jimbo moja la Chemba, tutakwenda kupata vitongoji 10 ndani ya wilaya ya Chemba. Kwa hiyo mchakato huu Mheshimiwa Mwenyekiti utakwenda kutusaidia sisi wanachemba kurahisisha kufikisha huduma za kijamii kwa wananchi wa wilaya ya Chemba. Nikutakieni kila laheri wewe na timu yako, lakini pia Mwenyezi Mungu aende akawaongoze kwenda kuangalia wanachemba kwa jicho la kipekee ili muweze kuwatimizia ile ndoto yao waliokuwa wanaitamani ya kupata maendeleo kwa haraka na waweze na wao kuishi kama Watanzania wengine kwenye maeneo mengine. Karibuni Chemba na tunatarajia mazuri kutoka kwako Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana kwa wakati wako. Huduma zetu na naamini sasa kwanza urais wa hata mbunge kufika kwetu, kutembelea maeneo yake, changamoto atakuwa karibu kuzitatua, lakini naamini tutapata huduma za kijamii za kutosha sana kama barabara, maana tuna changamoto ya barabara. Jimbo likigawanywa, yani sasa ni rais kufikisha changamoto yangu jimboni bila kuchelewesha kama zamani. Na ndio maana nikasema mimi mwenyewe niende kusikiliza watasemaje kuhusu hii jimbo. Jimbo la kwanza lilikuwa ni pana zaidi, sasa hivi likigawanyika, wananchi watapata huduma hata kwa urahisi, kwa karibu zaidi na maana.